Akihutubia taifa katika salamu za kufunga mwaka 2025 na kukaribisha mwaka mpya 2026 tarehe 31 Desemba mwaka 2025 kutoka ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, Rais Samia amesema kwa serikali inapoanza mwaka mpya 2026 imejipanga kujenga upya mshikamano wa kitaifa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, ambapo maandalizi ya kuunda tume ya maridhiano yameanza rasmi. Tunapoanza mwaka 2026, serikali imejipanga kujenga umoja wa kitaifa nchini. Hatua za kuunda tume ya maridhiano zimeanza kuchukuliwa. Serikali itashirikiana na wadau wote katika kukubaliana kuhusu muundo wa tume, aina ya wajumbe, majukumu yao na muda wa kazi wa tume hiyo. Aidha, amesema kuwa katika kuanza mwaka mpya 2026, serikali imejipanga kujenga umoja wa kitaifa nchini. Nitoe rai kwenu ndugu zangu wa Tanzania kwamba tunapoendelea kulijenga taifa letu, tusikubali tofauti za kiitikadi au kimtazamo zitugawe na kutupotezea malengo yetu ya maendeleo na ustawi wa taifa letu. Sote tunafahamu kuwa tofauti ni sehemu ya demokrasia, lakini zisitumike kuligawa taifa la Tanzania. Narudia kusema kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja tu. Ndani ya jamhuri hiyo kuna Watanzania ambao wamejengwa na itikadi ya kuamini kwamba amani, umoja na mshikamano hujenga uzalendo na ndio virutubisho vinavyotuletea maendeleo endelevu na ustawi wa Watanzania. Vile ameongeza kuwa matukio yaliyotokea siku ya uchaguzi wa Oktoba 2025 yalipelekea Tanzania kupitia nyakati ngumu zilizohitaji subira, mshikamano na uzalendo. Kiungo kingine cha maendeleo ni uwepo wa utulivu wa kisiasa na hali ya amani na usalama nchini. Mwaka 2025, pamoja na mafanikio makubwa tuliyoyapata, tulipitia pia changamoto na mitihani iliyotugusa sote. Takumbukwa kuwa mwezi Oktoba mwaka huu tulipitia nyakati ngumu zilizohitaji subira, mshikamano na uzalendo. Kwa dhati kabisa, ninavishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama nchini na wananchi wote kwa ujumla kwa kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Tumeweza kuthibitishia ulimwengu kwamba Tanzania ni taifa imara, himilivu na lenye kujitahidi kushughulikia changamoto zake. Oktoba 29 mwaka 2025 inatajwa kuwa ni siku yenye madhara makubwa ya kisiasa nchini. Tukio hilo lilileta uharibifu wa mali, vifo vya watu na majeraha ambayo bado yanasalia kuwa kumbukumbu ngumu vichwani mwa wengi.